Yes, uhali gani mtazamaji wa Bobezi TV, hope uko poa kabisa na unaendelea fresh. Mimi naitwa Genevieve na hii ni Bobezi TV na niko hapa kwa ajili ya kukupa wewe mastori yote yaliyo trend kwenye mitandao ya kijamii. Of course yako mengi ambayo yanasumbua ama yameteka vichwa vya habari ama yamemake headline sana kwenye mitandao ya kijamii, na miongoni mwa stories ambazo zimemake headline kwa siku hii ya leo ni vita ya Mwijaku pamoja na mwigizaji Chuchu Hans, ambaye kama tunavyofahamu kwamba siku chache zilizopita Chuchu Hans aliwahi kutangaza kuwa kuna mjengo fulani hivi wa ghorofa anaomiliki saizi, kwamba saizi yeye ni mama mwenye nyumba na wala sio kama ambavyo tulikuwa tukimfahamu kwamba hana nyumba na nini na nini. Sasa mara baada ya Chuchu Hans kuweza kushare na sisi kwamba saizi anamiliki bonge moja la mjengo, lakini pia maneno yakawa ni mengi sana huko mitandaoni kwamba ule mjengo sio wa kwake, ni alikuwa tu balozi wa huyo mtu ambao mwenye hiyo nyumba. That's why akaamua kuja kutoka front kuita waandishi wa habari ili kuja kutangaza. Maneno of course yalikuwa ni mengi sana, na wapo walioamini kwamba mjengo ule ulikuwa ni wa kwake, lakini wapo pia watu ambao hawakuamini kwamba nyumba ile ni ya kwake, na wakisema kwamba amejengewa na sponsor, yupo sponsor ambaye anamweka mjini. And of course tunafahamu kwamba Chuchu Hans alikuwa kwenye mahusiano na mwigizaji mwenzie Ray Kigosi, ambaye walifanikiwa pia kupata mtoto mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Jaydan. Sasa siku ya jana Mwijaku tunafahamu kwamba Mwijaku anafanya kazi, ni mtangazaji, na jana alikuwa akifanya interview na Chuchu Hans studio. Na wakati wapo studio, wakati wa kuulizana maswali, wakati wakiendelea na interview, Chuchu Hans alinuka na kutoka studio kwa hasira mara baada ya Mwijaku kuweza kumuhoji maswala ya kuhusiana na swala lazima la nyumba, akimwambia kwamba nyumba ile aliyojengewa na hakujengewa na Ray, na sponsor ambaye yupo na yeye anamfahamu na ndio ambaye amemjengea nyumba hii. Wakati interview inaendelea pale Chuchu Hans alivyotoka studio, Mwijaku alikuja kupitia ukurasa wake wa Instagram akaandika kwamba hakupendezwa na kile kitu ambacho Chuchu Hans alikifanya, kwamba walk out, kwamba alitoka nje na kuacha interviews uko inaendelea studio kisha yeye akaondoka. Ni kitu ambacho hakikumpendeza Mwijaku. Lakini mara baada ya Mwijaku kuweza kuandika hivyo, Chuchu Hans naye pia alikuja akamjibu Mwijaku kwa kumwandikia bonge moja la ujumbe mzito kupitia ukurasa wake wa Instagram. Akaandika kuwa kiukweli Mwijaku, nilikuwa na kuheshimu na sikupendezwa na tabia yako. Usifikiri kila mtu anapenda maisha ya kijinga. Sina wala sikufundishwa kwetu. Najiuliza ulikuwa na hilo au nyumba imekutoa roho, au ulikuwa wataka kupewa wewe ubalozi niliopewa? Roho imekuuma, maana wewe maisha ya mtu yanakuhusu nini? Sio kila kitu cha kufanya kwa sifa, eti mtu utoke uende hadi akawatagi pale watu ambao ndio waliompa ubalozi, ukasingizie watu wamekupa habari zangu. Ukweli kwamba hukuenda na hilo. Kama nyumba ya kuuma, kwa nini mwanamke aweze kujenga? Sio kila mtu anatakiwa kukujua kidole chako cha mwisho, na sio kila mtu anaishi kwa kutegemea mwanamke. Wanawake tunaweza kila kitu tukiamua. Acha kukatisha watu tamaa, ipo siku nitakuprove wrong inshallah. Ilo domo lako siku moja litakuponza. Endelea kuropoka umekazana Ray hivi Ray vile. Kama maswali yalikuisha ungenyamaza. Bora ungemleta mkeo akajenga, alafu ndio ungeona wanawake twaweza au hatuwezi. So huo ni ujumbe mzito ambao alimshushia Chuchu Hans alimshushia Mwijaku mara baada ya kuwa amemkera wakati wakifanya interview pale studio na kisha kuweza kuondoka. Na aliamua kumjibu hivyo kwa makusudi, kwa sababu wanaamini kwamba watu wengi hawaamini kwamba Chuchu Hans amejenga nyumba ile kwa pesa yake mwenyewe, yeye kama mwanamke amejenga nyumba ile. So Chuchu Hans pia ametumia muda huu kwa prove watu wengine wrong kwamba ni kweli yeye kama mwanamke anaweza, na ni kweli amejenga nyumba ile kwa pesa zake mwenyewe na wala sio kwa nguvu ya mtu mwingine. Na hicho ambacho kinaendelea sasa hivi ni ubalozi tu ambao alipewa, lakini kuhusiana na swala la ile nyumba kajenga kwa mikono yake mwenyewe. Mimi naitwa Genevieve, endelea kutufuatilia Bobezi TV kwa sababu tunahakikisha tunakuletea kila infotainment ambayo inakuwa ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Hapa unaipata na kila kitu kinakuwa fresh kabisa.